Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatilizaji wa chaneli yetu ya murajaa na mudhakara wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghannai al-Islamiyya, leo tukiendelea na somo la Tarikhul Kauni ya Alfaslu Sadis, mlango wa almaashu, maisha, life, maisha. Yahtaju linsanu bitabiihi ila ma yaqutuhu, yuahitajia mwanadamu kwa tabia yake, ila ma yaqutuhu, ambacho yuala ama ambacho yuafanya chakula. Ufupi wa ibara, binadamu kwa namna alivyoumbwa yuahitajia kula, na hii ni kwa tabia yake, ni kwa natural ya mwanadamu. Lianna bilghidhai qiwamu hayatihi, kwa kuwa kwa chakula, kwa sababu ya chakula, qiwamu hayatihi ni chendeo cha uhai wake, yani ndiyo kiinua mgongo na kitu cha msingi cha uhai wa mwanadamu ni chakula. Lianna bilghidhai, kwa kuwa kwa chakula, qiwamu hayatihi ni chendeo cha uhai wake. Hii ni tafsiri ya madrasa. Alafu maana tushatangulia kueleza, maana chendeo ni kitu ambacho cha tilia nguvu ama kinusha mgongo. Walislamu yahuthu ala talabi alhalali wattaabi fihi, na Uislamu wasongeza, wasisitiza ala talabi alhalali, juu ya kuzengea halali, juu ya kutafuta halali, wataabi fihi, na kutaabika katika kutafuta halali. Wasukuma wahimiza pia kupata tabu katika kutafuta halali ama kwa ajili ya kutafuta halali. Walmashi fi manakibil ardi, na wasukuma wasisitiza katika kututuli, kutembea katika majukwaa ya ardhi, katika makawanda ya ardhi, libtighai almaashi, kwa ajili ya kuzengea maisha, kwa ajili ya kutafuta maisha. Manakib ya ardhi ni nawahiha almukhtalifa allati yumkinu sayru fiha walitqani fihi, na kuzatitisha katika kutafuta halali ama katika kutafuta riski yake ya halali. Yani kuzatitisha ni kufanya kitu muhakama kwa tajriba, ili upate halali yako kwa njia mzuri. Ziko aya, ziko hadithi zenye kuhimiza masala ya mtu kwenda mbio kutafuta halali. Faidha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli la. Aya miongoni mwa aya zinazohimiza watu kutafuta riziki zao za halali baada ya ibada ni intisharu fil ardi wabtigha fadlillah. Hadithi nazo ziko nyingi, miongoni mwayo almu'min yamutu bi'araqil jabin, mu'min hufa kwa jasho la ubapa la uso. Manake mu'min yataka pia awe yuenda mbio kutafuta, ndo utokwe na majasho. Ikiwa umeketi kuombaomba hutotokwa na majasho, na washambulia wenye kuombaomba. La tazalu almas'ala bi ahadikum hatta yalqa Allaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm, alyadul ulya khairun min yadi sufla. Hizo za himiza zote kutafuta na za suta kuombaomba. Wa tahsilu rizqi wa kasbihi, na kupatisha riziki na kuchuma riziki,
yani njia za kupata riski na kuchuma riski. Imma an yakuna biakhdhihi min yadi lghairi biliqtidari alayhi, imma ni kwa kuichukua ile riski kwa kutoka kwa mkono wa mtu mwingine, biliqtidari alayhi, kwa kumshinda ama kwa kumtendesha nguvu, power over him, ama to be capable, ni kuonesha ukachukua riski kwa kuwa yule mtu wewe una nguvu zaidi yake, ndio biliqtidari alayhi. Kaljabaya, kama kodi, wadharaibi, na matozo ya kiserikali, walushuri, na ushuru, wa ghairiha, na mengineo yasiokuwa haya. Yale mambo ya ushuri ni riski imetukuliwa kutokana na mkono wa mtu mwingine kwa kushindwa. Manake mtu hana namna, maadamu yuko chini ya serikali, awe yataka awe hataki, atoe ile ushuru ama ile kodi ama ile tozo la kila mwezi ama kila asilimia fulani kulingana na biashara yake ama kazi yake. Wa imma biftirasi alhayawani alwahshi, na ima ni kwa kuwinda ama kwa kuinja hayawani wa porini. Wa akhdhihi biramyatil alati, na kuwachukua kwa kuatilia zana, yani kuatilia zana. Zana ni zile ala, vifaa, throwing machine, ima kumpiga bunduki, ima kumpiga kwa mshale ama mkuki, ndo zote huatiliwa hizo. Au binasbi shabakati, au kwa kusimika nyavu, yani kwa kutegesha nyavu, pound net, yani ukategesha nyavu ama ukatukua nyavu ukaisimika. Kusimika kusimamisha, ukatengeza mtego ama kuvua moja kwa moja kwa majarife, ndio ushapata riski. Wa imma biswaidil asmaki, na ima ni kwa kutoma samaki, kwa kutoma samaki, kwa kuva samaki. Kuva, kutoma, kuvua samaki, yote yategemea kama tunavyosisitiza uko wapi. Mambrui, uko Mombasa, uko Tanzania, utaangalia ile tafsiri yako. Ama kizungu swaidul asmak ni by fishing, wa imma bi swaidil asmak or by fishing. Wa imma bil hayawani dajini, na ima hupatikana riski kwa hayawani kwa kufuga, hayawani wa kufugwa ama hayawani wa kulelewa nyumbani, ambao ni domesticated animals. Waweza ukachukua wanyama, kuku wale na mabita na mifano wa wanyama, mbuzi, ukaweka ukapata riski kupitia hawa wanyama wa kulelewa nyumbani ama wa kufugwa nyumbani. Bistikhraji fudhuli, kwa kutoa kombo zake, yani kwa kutoa ziliozidi katika wale wanyama. Fudhuli tumeeleza pia ni kitu kiliozidi, kombo. Kalabani, kama maziwa, wa mailehi, na yenye kuingia kwenye maziwa. Walhariri, na hariri. Hariri ni silk, kutoka kwa wale mabuibui na wanyama wengine hutoa hariri. Walasali, na asali, hani. Walbeidhi, kutokana na nyuki, mtu akaeka nyuki wakawa humtolea asali. Walbeidhi, na mayai pia hutokana na kuku, egg. Wa imma, na ima upatikana riski bistikhraji almawadi alqayyimati wannafi'ati, kwa kutoa mada alqayyimati, zenye thamani, wannafi'ati, na zenye kunufaisha, min maadiniha,
kuzitoa kutoka kwenye maadini yake, ambayo materials by extracting valuable materials. Alqayima ni kitu ambacho kina thamani, na maadini ndio hiyo minerals kizungu, ambayo ni sehemu kutoka, Watanzania wanasema migodi, sehemu ya kutoa vitu vyenye thamani ndani yake. Kalului, kama lulu ni duri. Waliyakuti, na lulu hupatikana baharini katika shaza, huingia pale ndani, iko kama gololi na ziko rangi tofauti. Waliyakuti na yakuti. Yakuti ni jiwe, ni kama jiwe ambalo lang'ara kama sampuli ya kioo. Na wasairi aljawahiri, na baki ya jauhari. Lulu ni pills. Yakut ni rubies. Wasawaili, na zenye kutiririka, liquids ama fluids, pia humtolea riski mwanadamu. Kanafti wa ma ilayhi, kama petroli, mafuta ya petroli, na wama ilayhi, na yenye kuingia katika hayo, diesel, mafuta ya taa, yote yanaingia katika sawail ama grupu ya naft, furu'i zake. Wa imma bin nabati, na ima ni kwa mimea, hutoa riski pia. Fi zar'i, katika kulima. Wal harthi, na kulima. Washajari, fi zar'i, katika makulima manake mbali. Wal harthi, na kulima kwenyewe. Washajari, na mimea. Washajari, na miti pia inatoa riski, inao chakula ile miti, maembe nini na matunda aina tofauti. Listikhraji thimari, kwa kutoa matunda yake. Wafawakihi, na matunda yake. Pia pana tofauti ya thimar na fawakihi. Thimari ni matunda ambayo hayaharibiki haraka, kama zabibu, tende. Fawakihi ni matunda yenye kuchukua muda mfupi yanaharibika, kama kizungu anaita fruit, maembe, ndizi, yale ni fawakihi, ambao kizungu ni fruit. Washakil alwahi minha, na kupasua mbao kutoka kwenye hiyo miti, pia watapata pesa. Waqtitwa'i mawaddil binai, na kuikatia mada za uwashi ama za kujengea. Wal athathi, na zombo, yani furniture. Wal khazaini, na makabati, lockers ama cupboards ama cabinet, cupboards ama lockers ndio khazain, makabati yale ambayo yanatengenezwa ofisini ama nyumbani, ndani ya jiko ama nyumbani, mahali pa kuweka vitu vya mtu, kama ni nguo, viatu na sampuli yake. Wa imma bilkasbi min al-a'mali al-insaniyati, na ima ni kwa kuchuma kutokana na kazi za kibinadamu, tapata riski. Imma fi sana'i al-mutaaddidati muayyanatin wa ghairi muayyanatin, ima ni katika viwanda, industries al-mutaaddidati, mbali, viwanda mbali. Muayyanatin wa ghairi muayyanatin, viloainishwa na visoainishwa, manake viwanda maalum na visokuwa maalum. Kuna viwanda hivi vafanya
kazi fulani, na kuna viwanda ambavyo vafanya aina ya kazi tofauti tofauti. Wa imma fil badha'i, na imma katika bidhaa pia unaweza ukapata riziki. Wa imma fi wasailiha, na imma pia katika nyasila za bidhaa, kasayarati, kama magari ambayo yabeba watu, yabeba na mizigo, walbawakhiri, na meli ama zombo za baharini, zile majahazi makubwa, watayarati, na ndege, wasaili nakli, na baki ya nyasila za kunakili ama za kugurisha, pia zinasababisha watu kupata riziki. Walilami, na nyasila ama njia ama means za kutangaza. Walmuwasalati, na nyasila za mawasiliano. And other means of transportation, media and communications. Wabiljumlati, na kwa ujumla, falmaashu imaratun, maisha ni uongozi, waswaidun, na kuwinja ama kuwinda ama kutoma ama kuvua. Saidun ni kilima kimoja cha tumika maana mawili, yategemea na siyaqul kalam. Kama ni samaki utatumia hivyo hivyo, swada samakatan, samakatan ama samakan. Na kama ni hayawani pia hivyo hivyo, swada hayawanan. Wazar'un, na maisha ni ukulima ama makulima. Wara'yun, na utungaji, grazing. Wastikhrajun, na kutoa vitu katika maadini na migodi. Wafalahatun, na ukulima ambao unaingia hapa, ukulima ima ni katika shamba ama hata mifugo. Watijaratun, na biashara. Wabinaun, na uwashi ama ujenzi. Wasinaatun, na utengenezaji ama sanaa. Wa ilmun, na elimu. Wama ilaiha, na ambazo zaingia kwenye hizi. Insha Allah hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri yoyote tutaeleza sehemu ya comment. Tusisahau kusubscribe, kulike na kushare, na jaza yenu mutaipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa, wa radiyallahu an mashaikhi al-ahya'i minhum wal amwat wal afwa minkum.